Katika miaka mingi sana tumeweza kutazama filamu mbalimbali ambazo zinazungumzia vita kati ya China pamoja na sehemu moja panaitwa Guangdong pamoja na Jinsi. Utafahamu zaidi, lakini kwa sasa nisikuache mbali kwanza. Katika mkoa mmoja ambao unaitwa Xiamen, ndani ya mkoa huo wa Xiamen kulitokea vurugu kubwa sana. Hapo ni mwaka 1933. Hata hivyo vita ya China na Japani ilikuwa ishaanza kurindima mzee mkubwa. Ndani ya mkoa wa Xiamen ilitokea makundi mawili, Komunisti pamoja na Kuomintang, ambao walikuwa wakiburuzana kweli kweli. Moja kati ya kundi ambalo lilikuwa tayari limeshika madaraka katika mji wa Xiamen lilikuwa ni kundi ambalo lilikuwa liweza kufahamika kama vile Kuomintang. Lakini Komunisti hawakukubali. Waliamua kuanzisha vurugu, wakatuma mashushushu mbalimbali kuhakikisha kwamba wanakwenda kuwasha moto sio kwa kawaida na kwenda kuung'oa uongozi ulioko madarakani ndani ya jiji ambalo linaitwa Xiamen. Tuanzie hapa. Ilikuwa ni majira fulani. Binti huyu anatembea. Yeye wanamuita Yeguyu. Lakini pia kuna kijana mmoja kitajiri kabisa, yeye anaitwa Lin Hai. Hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu ambacho kipo ndani ya huu mkoa ambao unaitwa Xiamen. Basi jamaa alikuwa akimwambia bibie kwamba ni vyema tukutane tupige story mbili tatu. Kwa taarifa ni kwamba Lin Hai anampendaga sana mtoto wa kike ambaye anaitwa Yeguyu. Basi ikawa ni siku nyingine, Yeguyu alimuona jamaa amependeza kinoma kamfuata. Wow, Yeguyu. Alimwambia ni bora tu mnifuata. Kwa nini? Kwa sababu leo ni siku yangu ya kuzaliwa. Wow, hongera. Basi jumuika nami. Mwambia hapana. Kwa nini? Niko busy na mambo yangu. Ambao ukiwepo wewe sherehe yangu itakwenda kuwa babu kubwa sana. Nadhani kwamba hatutaweza kupata nafasi ya kuonana. Tutaonana chuo? Kwa sababu niko busy na mambo yangu. Binti ashajua kabisa kwamba Lin Hai kutoka katika familia ya kitajiri. Basi yeye anampendaga bibie, lakini bibie yuko hapa kwa kazi maalum. Huyu binti ni kutoka ndani ya timu ambayo inaitwa CCP Kuomintang, ambao ndo hao wanapambana na serikali ama uongozi uliopo kwa sasa ndani ya jiji hili. Siji tuko pamoja, usikae mbali maana nitakuacha. Alimwambia nikipata nafasi nitakuja. Akasema basi poa, kwa heri. Jamaa alikuwa anaadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Ni mtoto wa pili katika familia ya watoto watatu wa mzee mzima, wanaweza kumuita mzee Lin Jin. Yuko binti ambaye anaitwa Lin Shi na kuna mtu mmoja anaitwa Lin Jiang ambaye yeye ni mwanajeshi. Tuacha. Binti huyu baada ya kutoka kuonana na bwana mkubwa bwana Lin Hai alipita hapa. Hapa ndo huwa anakuja kuchukua taarifa zake maalum. Naona? Huyu ndo yule bibie ambaye anaitwa Yeguyu. Yuko hapa kimasomo, lakini ubinti yupo kikazi na ameagizwa kwa kazi maalum. Na hapa tunaona kuna mtu kashauawa tayari. Utajua tu. Wakati binti anasonga na mbele, kumbe tayari kuna watu walishakwisha kumshtukia bwana. Alipofika nyumbani basi akawa anatafuna lile chenza ambalo ndani yake lilikuwa na nini? Lilikuwa na ujumbe kutoka katika timu yake anayoifanyia kazi. Wakati anaupata ule ujumbe, wakati tumeshuhudia kuna binti moja alikuwa amesimama mbali na kikosi chake. Huyu yeye bibie. Wanamuita Luo Engineer. Yeye ni kiongozi wa timu ya upelelezi ndani ya mkoa huu ambao unaitwa Xiamen. Walikuwa wameshapata taarifa nyingi sana ya kwamba wako mashushushu wanajiandaa kuvuruga hali ya usalama. Lakini hata hivyo kuna kiongozi wa timu ambayo inaitwa Kuomintang alikuwa amekamatwa na alitakiwa kuweza kuhamishwa gereza. Taarifa hizo binti ambayo anaweza kumuita Yeguyu alizipata na akawa ametoa taarifa kwa kikosi chake. Lakini ule ulikuwa ni mtego wa mtoto wa kike ambaye anaweza kumuita Luo Engineer. Taarifa zinasemekana kwamba aliondoka magari matatu, ikisemekana kwamba ndani yao kuna kiongozi wa jeshi wa kikosi cha Kuomintang ambaye anaitwa Comrade Wuming. Basi vijana Comrade Wuming walijiandaa
ambao wanaongozwa na kijana mmoja anaitwa Shen Tao kuja kuhakikisha kwamba wanafanya nini? Wanamkomboa kiongozi wao ambao ni comrade bwana Wang Min. Kwa hiyo walilianzisha, lakini hawakujua kwamba huyu ulikuwa ni mtego wa ule mtoto wa kike ambaye anaitwa Luan Junior. Utafahamu mengi zaidi. Bado nataka nikufafanue kusudi uweze kuelewa. Wakati huko mjini kuna vita pia na rindima, ni mtoto wa kike ameshasanukiwa kwamba ule binti ni shushushu, anatakiwa auawe. Sasa huyu ndo yeye wanaweza kumuita Luan Junior. Mashine ya kazi hiyo. Wakati vita vikiendelea, vijana wa comrade Wang Min wanapambana kisha kwamba anamkomboa kiongozi wao kule msituni, lakini pia huku mtoto wa kike anaweza kumuita Yeguyu. Na yeye baada ya kusikia nje kuna mashambulizi, basi alikuwa akichoma baadhi ya vidhibitisho ambavyo alivyokuwepo navyo, zikiwepo jumbe alizokuwa anazipokea na kuzituma kutoka katika mji kwenda katika kundi lake ambalo linaitwa Kuomintang. Kwa mambo ilikuwa nzito kweli kweli. Alikuwa na message nyingi, lakini ilibidi zote zikaridi kwa haraka sana. Binti alikuwa na uwezo mbaya sana, akiangalia tu mara moja hivi basi anaweza kusoma kila kitu kilichokuwa kimeandikwa. Lakini upande wa pili tunamshuhudia binti anaweza kumuita Luan Junior ama Luan. Naye katika plani zake za maana kabisa akifanya kazi ya ziada. Bwana, huko mjini mambo yamehappen, huko polini ndo kwanza kabisa kumekucha. Vijana wa comrade Wang Min wakiamini ya kwamba ameifanya kazi nzuri, lakini kwamba mambo yalikuwa bado ni mazito. Hii ngome inatupeleka pande mbili zote, moja mjini, moja iko huku. Sasa maskini wa Mungu, tazama vijana wa comrade Wang walitegwa. Anaambia wale nchini wameshachelewa. Huku nako ndani binti anakwenda kuandamishwa. Alisema alipigwa za kutosha, sio mchezo. Vijana kutoka ndani ya timu ya Kuomintang walikuwa kiongozwa na captain wao, anaweza kumuita Shen Tao au anaweza kawaita CSP. Alisema alimiminiwa za kutosha mzee. Ulikuwa ni mtego wa mtoto wa kike, anaweza kumuita Luan Junior. Hawa wanaingia ndani mzee, wanakuta ni hakuna kitu, empty. Haya, wakatoba suluhisho katika ukumbi mkubwa kabisa ambao unapatikana ndani ya mkoa wa Ximen. Kulikuwepo na sherehe zikiwa zinaendelea. Kumbuka hii ni party ya mtoto anazaliwa, mtoto wa kiume wa tajiri. Bwana mdogo wanaweza kumuita Lin Hai. Kwa hiyo burudani ilikuwa ni nzuri. Watu walikuwa wamealikwa na waliweza kufika hapa na burudani ilikuwa inazidi kupendeza. Huko kwa nje binti kimeshanuka baba, anaandamishwa vya kutosha. Binti anatolewa baru mzee mkubwa. Bwana ndio. Katika jumba la burudani basi watu walikuwa wanazidi kula bata hadi kuku anaona wivu. Alikuwa akipongezwa kijana huyu kwa kuweza kutimiza umri wa miaka kadhaa kwa siku ya leo. Lakini huyu ni mdogo wake. Binti ambaye anaitwa Lin Si alikuwa akimpongeza. Alimwambia kitu imekuwa ni nzuri kwa siku ya leo na mambo yamekuwa kivutia sana. Alimwambia kiukweli ni nzuri hii. Ambe lakini siku zote mimi nakuaga nachukizwa na mambo yako unayofanyaga. Ambe ni kitu gani tena? Ni binamu yake lakini. Haba, sawa. Okay poa. Siku zote nimekuwa nikikuona shule, chuo. Yule binti umekuwa ukimnyatia kwa kila siku na amekuwa akikutoa jasho bila sababu za msingi. Hii ina maana gani? Anayezungumzia mwenyewe huyu hapa anaandamishwa kwa sababu ameshafahamika kwamba binti ni shushushu. Alikamatwa na vijana wawili wakitaka kumuokoa kwa sababu ni vijana wa kwake. Bwana ndio. Jeshi linakuja. Jiji limechafuka baba. Aliambiwa mtoto wa kike inabidi asepe na kijiji, maana mambo ni mbaya. Akikamatwa mishi ni tafari na anaweza kupoteza maisha. Sasa ni kukimbia kusikojulikana, ni kutoka baru. Maana ukikamatwa hapa kifo waziwazi, unanyongwa. Wachina hawajawahi kuleaga wasaliti hata siku moja. Hata siku moja. Basi binti akawa anakimbia, lakini sema alikuwa anakimbilia ni sema ambako kuna ule ukumbi ambao unafanyika sherehe ya huyo kijana kuzaliwa ambao unaweza kumuita Lin Hai.
Jamaa wako alikuwa anafurahia. Basi binti akajikuta amezama hadi ndani ya ukumbi. Akawa anamuita Lin Hai. Alijua hayuko hapa. Lin Hai. Nini? Mara ghafla polisi wakafika. Kuna mtu tunamtafuta hapa. Wote mtasimama mara moja. Sasa Lin Hai ameshtuka, aligundua binti ndo anayetafutwa. Watu wakaanza kusachiwa. Mara akaanza kelele. Akasema umekuja kwenye sherehe. Asa anajaribu kuzuga na kupotezea ili kusudi kufanya nini? Kumfichia siri binti asije akaonekana popote pale. Hey! Ni kitu gani kinaendelea hapa? Polisi wanaendelea. Asa binti ashangaa, huyu vipi? Ikabidi aunge tu kumsaidia. Lin Hai akaendelea kuwazuga askari hawa ili wasije kujua chochote kile ambacho kilichokuwa kikiendelea hapa. Lakini ukweli ni kwa tambua chochote kile kabisa. Ila kikubwa na usicheze mbali katika sehemu inayofuata kwa sababu itakuwa na mengi zaidi. Hii ngoma inaitwa Battle of the City. Ni vita vya jiji.